Zaidi ya vikundi 6 vya kijamii katika eneo bunge la Jomvu, kaunti ya Mombasa, vimeungana na kushiriki zoezi la usafi katika wodi ya Jomvu Kuu, ikiwa ni juhudi za kuboresha mazingira na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa usafi. Vikundi hivyo viliongozwa na Bi Mariam Mkurawa Ramadhan, ambaye ni msimamizi wa Volcano CBO. Zoezi hilo lilifanyika katika maeneo mbalimbali ya wodi hiyo kama ishara ya kuonyesha jamii umuhimu wa kuishi katika mazingira safi, salama na yenye afya bora. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, Bi Kurawa aliwapongeza vijana pamoja na vikundi vyote vilivyoshiriki, akisema ushirikiano wao ni mfano mzuri wa uzalendo na kujitokeza kwa maendeleo ya jamii. Kumpongeza kaunti kwa sababu sahihi usafi uliimarika kwa sababu walituchukua, na kuwa wametuchukua ni juu sisi tulianza. Sio kusema kwamba walikuja wakatukuta ndani ya nyumba, ni kwa sababu walituona tuna bidii na tukafanya. Kwa hiyo nilikuwa naomba wenzetu na kuwashukuru wale grupu zenye zimekuja. Nashukuru sana kuja kutushika mkono, na ninaomba sana tuendelee kama gisi Amani, spika wetu wa vijana, amesema. Msione hatukuita watu wengi, tuliita wenye wanaweza kutufaa. Kwa hivyo sisi tuko na wale wenye wa muhimu. Wakati huo mwaniaji wa wadhifa wa seneta wa kaunti ya Mombasa Ali Nur amesema wazazi wanaokumbwa na changamoto za kumudu vifaa vya shule wanapaswa kuwasiliana naye ili kusaidia kuhakikisha watoto wanaendelea na masomo bila vikwazo. Mojawapo ya mambo makuu, na ningeomba viongozi wenzangu ambao mko hapa tushikane, tuweze kuangalia ni vipi kwa pamoja tunaweza tukaboresha swala zima la elimu. Katika ajenda yangu kuu ni kuona vipi tunaweza kuboresha elimu kwa ajili ya vizazi vijavyo, ili Mombasa yetu iweze kuwa mahali salama. Leo kila mmoja katika sisi analia juu ya swala la usalama, kwa sababu vijana wetu wanapelekwa tu shule, lakini wakimaliza form 4 wanatoka na alama ambazo zinaweka manyumbani. Tunahitaji kuona mpangilio ambao utaweza kuzibadilisha zile alama duni kuja kuwa alama bora ambazo zitawezesha watoto wetu mitaani kuweza kufaulu. Tunataka hali ambayo Mombasa pia iweze kushindana na wengine. Tunataka hali ambayo mitaani mwetu tutakuwa na wasomi, tutakuwa na madaktari, tutakuwa na mainjinia, tutakuwa na mapilot, ili tuweze kushindana na watu wengine. Kwa upande wake, mwaniaji wa wakilishi wa wodi ya Jomvu Kuu Seth Opondo amewataka vijana kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kama wapiga kura ili waweze kushiriki katika kuamua viongozi wa baadaye. Sasa ningependa kuambia kiongozi yote na kila mtu mwenye anahusika na mazingira kwa tushike huyu mama mkono na Volcano at large. Alivyoambia mimi tumekuwa na yeye bega kwa bega, na leo hii pia nikasema mpaka nihudhurie. Sawa? Mimi sitaki kwa maneno mingi, juu ya mengi yamesemwa, sio? Mama, kuna vijana hapa wanajiita group 564 for life, 56 for life. Wameomba wanataka kurekodi nyimbo zao studio. Nimechukua namba yao, nitasimama na wao 100 kwa 100 warekodi nyimbo yao. Na sisi ile tunafanya Jomvu bado tutazidi kufanya, nikingoja kutangaza 2027. Yale tunafanya nimesema tutazidi kufanya tukitangaza kutangaza, sio? Na tutatangazwa kama utatupatia kura na utachukua kura. Tutatangazwa ukichukua kura na utupatie kura, sawa? Naye Abdalla Swale anayewania kiti cha uwakilishi wa wadi katika eneo la Shimanzi amewasihi vijana kusimama imara, kutumia haki yao ya kura na kushiriki kamilifu katika kuleta mabadiliko ya uongozi. Uende ukachukua kura, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sisi watatu ambao tuko hapa, ama kama kuna wengine, Mwenyezi Mungu atatujalia tuingie katika viti hivi. Na tunapoingia, naomba tushirikiane, tushikane mikono, tusaidie watu wetu. Kwa hayo nikiripotia Bandari TV, mimi ni Ramadhan Ngala.